Okay, asante kwa kuichagua The Super Brand Television Gonna TV. Mimi ni Lazarus the Gasan na kipindi hewani ni Under the Sun, kipindi ambacho kinaangalia story, visa na matukio mbalimbali ya watu mbalimbali. Unajua kwa kwenye maisha bana, watu wanakutana na vitu mbalimbali kwenye shughuli zao, kwenye kazi zao, lakini pia kwenye harakati zao za kila siku, changamoto haziishi. Hasa kuna visa ambavyo vinaweza vikakufunza wewe, vikatoa fundisho kwa mtu mwingine, si ndio? Visa hivyo na stori hizo unazipata ndani ya Under the Sun kupitia Gonna TV. Na leo nikujuze tu kutokea kwenye viwanja vya Deep Sea hapa, tunapiga story na baadhi ya madereva. Unajua kwamba wao waga wanasafiri umbali mrefu, wanapitia mambo mbalimbali sana, hasa madereva wa magari makubwa kama hayo unayoyaona, si ndio bana? Kuna wale ambao wanaenda Kongo, wale ambao wanaenda wapi, wana stories zao ambazo ni za kusisimua sana. Visa ni vingi wanakutana navyo barabarani. Sasa leo tutakuletea stories zote kutoka kwao, au sio bana? Okay, asante brasa. Pia wewe ni dereva wa magari makubwa, si ndio? Unafanya kazi ya kutoka nje ya mipaka ya Tanzania kupeleka bidhaa huko. Kuna kisa ama changamoto yoyote ambayo umeshakutana nayo barabarani kwenye shughuli zako za kila siku za udereva? Changamoto ni nyingi sana, hususan madereva na changamoto nyingi sana barabarani, hususan inapofika majira ya usiku. Kwa sababu unajua sio kila mtu anaendesha gari yuko vizuri. Kwa hiyo watu wanakuwa na mawazo yao, wengine labda wamelewa. Yaani kwa hiyo sasa wewe unaendesha gari, wewe ndio utakao uwe makini. Kuna safari moja hivi nilikuwa naenda Kongo. Ilete. Umeamka asubuhi sehemu fulani unapoita Bwara Samaki, kabla hujakaribia Kapiliposhi. Kapiliposhi wapi hiyo? Kapiliposhi Zambia, njia panda kwenda South Africa hii Kasumbalesa hapo. Okay. Basi umeamka asubuhi saa 11 hivi. Mvua nadhani kwa inanyesha. Kwa hiyo asubuhi unajua watu wameamka wengi na magari wanaanza safari. Sasa kuna jamaa alikuwa anakuja mbele na sisi kama vile tunapishana. Kwa hiyo jinsi mtu anavyokuja, lakini unajua kwamba huyu dereva kwamba ikifika pale tu kuna muda tunapishana kama kawaida. Umeona? Yule jamaa kule sasa sijui kumbe alilala, alipakia kopa na jamaa moja. Sijui huyo alilala au vipi. Yaani nafika hapa, yani ilikuwa kama urefu kama wa mita kama 30 hivi. Yule jamaa anamuona kama urefu wa mita 40 hivi. Yeye anamuona amejaa barabarani. Hana muda wa kuitoa ile gari. Ndio umenielewa? Yaani kajaa barabarani mzima. Hasa nampigia hesabu huyu jamaa atatoa au vipi? Anakaribia karibu mita 20 hivi. Naona jamaa amekuja mazima. Yeye inabidi mkate yule jamaa, mimi nikachochora pembeni. Nilipopiga breki, ukiwa kuna mvua ile mimi nateleza. Wewe unaweza kupiga breki hapo, yani endelea kwenda. Kwa hiyo nikapiga mguu kati, gari ikanivuta kushoto. Bukati hiyo breki yani. Sahihi. Gari ikanivuta kushoto. Nivuta kushoto mimi. Polini. Noma. Namcheki yule jamaa nyuma, jamaa yeye aliumba kidogo. Jamaa akatembea zake. Sahihi kabisa. Wanasemaga madereva magari makubwa ndio watu ambao wanaongoza sana kuwa na bebes nyingi sana. Ni kila kitu wana bebe, ni kweli? Inategemeana. Lakini 70% hivi. Ni kweli. Nadhani iko hivyo. Uga kwa nini? Bwana sijaelewa sababu baba yangu kuna vishawishi vingi sana. Baba yangu kuna vishawishi vingi sana. Kwa hiyo unaweza ukata mufti. Yaani kuna muda fulani uzalendo ukakushinda. Sawa wanangu, lakini wenyewe usishinde, au sio bana? Lakini pia wanasema madereva ni watu ambao pia wakai na hela, yani ni watu wa kumenya, watu wa starehe. Hiyo pia imejekaje? Ni kweli? Madereva wanamenya hela. Yaani katika watu wanamenya hela, madereva wanamenya hela. Okay, kwa hiyo kama ni kijana ambaye sasa yuko kitaa sasa hivi anataka aibukie kwenye michongo ya dereva, ni sehemu salama kuwepo yeye? Bana, fanye kazi. Tegemeana naye mwenyewe jinsi maisha yake anataka vipi sahihi. Haimaanishi kwamba kila dereva magari makubwa ndio atakuwa hivyo. Ni kwa sababu watu wanaendesha magari lakini wana maendeleo. Sio kwamba watu wafanye maendeleo. Kwa watu wanachukua wanapata wanatumia hicho wanabakiza hicho. Bana, noma. Tukumbusha kabisa majina yako ni?
Naitwa Majaliwa Salimu. Asante. Huyu ni Majaliwa Salimu kutoka kipande cha Deep Sea hapa. Tulikuwa tunapiga naye story kuhusu visa na matukio ambayo ameshakutana naye kwenye maisha yake kila siku. Kama ulivyomsikia, tukio la kwanza alikutana nalo akiwa mgodini, lakini tukio la pili alikutana nalo akiwa barabarani, si ndio bana? Wewe una kisa gani? Unaweza kutupata kupitia mitandao yetu yote ya kijamii, Instagram, YouTube, TikTok kama Gonna TV. Mimi ni Lazarus the Gassan, hadi wakati mwingine tena. Bye bye for now.